Anasema Mheshimiwa Lissu anasema, baada ya kusikiliza hoja za wakili wa mleta maombi, naomba nianze kwa kunukuu maneno ambayo mahakama hii iliyasema kwenye kesi ya Commissioner General of TRA Criminal Case number 62 ya mwaka 2022, pale ambapo maombi ya mdau yamezuiliwa na sheria hawezi kufanya drafting ya kuandaa mahakama. Wanasema uamuzi ulifanyika bila wao kusikilizwa. Mgogoro ulianza Februari 19, 2026, ukurasa 391 wa rekodi. Ugomvi ambao umetuletea hapa ulianza siku 5 kabla ya maamuzi ya mahakama. Wakili wa serikali mkuu Lenatus Mkude alisema, waheshimiwa majaji, tuko tayari kuendelea na mashahidi watatu, lakini kabla ya kuendelea tuna notice of addition substance of evidence ambayo imejazwa electronic siku ya jana. Katika ukurasa wa 392 mahakama ikaamua kuwa tuendelee na mashahidi kwanza, baadaye utarudi kwenye hoja za notice. Februari 20, 2026, ukiangalia ukurasa wa 405 hadi 419 utayaona maneno niliyoyasema. Mahakama ikaamua tumesikiliza sehemu zote, kesi inaahirishwa hadi Jumatatu. Ilikuwa ni Februari 23, 2026, kuanzia ukurasa wa 420 unaonyesha hapo. Mkude akasema wako tayari kuendelea na Katuga akafanya submission in chief page 421, 423. Katuga akajibu PO, nikafanya rejoinder page 428, kuna ruling of the court. Baada ya submission ya Lenatus, submission in chief ya Katuga, rejoinder yangu ni re-examination in chief, ndipo mahakama ilitoa uamuzi. Kwa rekodi hiyo yote, nguvu ya kusema haukusikilizwa unitoa wapi? Kwa sababu ya maombi haya, leo ni siku ya 139, kesi haiendelee kwa sababu ya uongo wao kwamba haukusikilizwa. Haki ya kusikilizwa ni haki ya kikatiba. Ni kweli. Sasa kwa ushahidi huu wanawezaje wakasema haukusikilizwa? Mmemsikia wakili Katuga akisema mahakama ilikosea, ilipaswa iangalie reasonability ya hiyo notice, ipokee ushahidi, iangalie context kisha iamue. This is an appeal under 60.3 wanayotaja it's only clear drafting inayolenga kuiandaa mahakama. Iangalie TRA versus New Somatics Industry kwenye orodha yangu ni kesi namba 7. Hawaruhusiwi kuleta malalamiko kuhusiana na hiyo notice kwenye mahakama hii. Kifungu cha 63 cha AJA, mamlaka ya mahakama hii sio hiyo wanayoomba wao. Ukurasa 21 unaonyesha mjadala mpana wanachokisema sasa na inamaliza huo mjadala. Hamwezi kuanza kuangalia hiki kilicholetwa ni kitu gani, mnapaswa kutazama, je, huu uamuzi ni legal? Wanasema hawakusikilizwa, mnaangalia kwenye rekodi. Je, ni kweli hawa watu hawakusikilizwa? Hamwendi kwenye huu usikilizaji ulikuwaje? Mahakama haiangalii mambo superficial. Waheshimiwa majaji, mleta maombi alisikilizwa, hivyo ruling ya mahakama ni legal, imeandikwa na majaji wenye mamlaka. Baada ya kusikiliza pande zote, hata kama hawafurahishi, wanapaswa kukubaliana nao. Waheshimiwa majaji, waleta maombi hawana hoja yoyote ya maana. On the basis of this record, section ya 308 ya CPA imetaja kwa lengo la kuwaalika mtengue kilichoamriwa na mahakama kuu. Naombeni msiende huko. Nitasema kwa kifupi sana juu ya section 308 ya CPA na nini mahakama ilisema. Inakataza kuongezwa kwa ushahidi mpya, inadili na shahidi mpya tu. Inazungumzia ni katika mazingira gani shahidi ambaye hakutajwa kwenye committal proceedings anaweza kuongeza kwenye trial. Mleta maombi hapa analeta ushahidi mpya wa shahidi ambaye ametajwa kwenye committal na sio shahidi mpya kama sheria inavyotaka. Anaendelea Mheshimiwa Lissu, kwenye uamuzi huo kuna sehemu ambayo mahakama imesema ushahidi huo haufai, bali imesema ni ushahidi mpya na haufai kisheria. He clever drafting in order to avoid the legal bar. Kama wanataka kupinga uamuzi huo, wasubiri kesi iishe kisha wakapinge uamuzi huo. Anaendelea Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa majaji, naomba nimalize kwa kusema yafuatayo. Maombi haya yameletwa kwa lengo moja tu, kurefusha mashauri na kuchelewesha kesi ya msingi ili mjibu maombi aendelee kukaa gereza, aendelee kukaa ukonga gerezani. Leo ni siku ya 139, kesi haifanyiki na mimi nakaa gereza na I'm completely innocent but I'm in prison kwa mwaka mmoja na miezi mitatu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania article 57B4 inazungumzia mamlaka ya DPP kutokuchelewesha mwenendo wa mahakama, kuzuia mahakama kuu kuendelea na kesi kwa siku 139 kwa kuleta maombi ambayo wanayajua hayana msingi wowote. Kama hii ni kutenda haki, then inabidi tutafute tafsiri nyingine ya neno kutenda haki. Mamlaka ya DPP ni kuwezesha uamuzi wa haki wa haraka na usiokuwa wa gharama kubwa.
niko mahabusu muda wote huu. Je, hiyo ni haki? DPP na mawakili wake wamepuuza mamlaka ya kikatiba ya DPP. Kwa maneno yao wenyewe, walishabakiza shahidi mmoja, lakini haijaendelea kwa siku 139 kwa sababu ya maombi haya. Mheshimiwa Lissu anasema, ombi langu sio tu mahakama hii yakatae maombi hayo, sio tu hilo. Maombi yangu mahakama ya rufani ina mamlaka ya kutoa amri ambazo zingetolewa na mahakama kuu. Kwa kutumia kifungu cha 367 cha kutaka mleta maombi anilipe fidia kwa kunifanya nikae gerezani kwa siku 139 bila kesi kuendelea kwa sababu ya maombi yake, yakataeni hayo maombi na muamuru DPP anilipe fidia kwa usumbufu wote alionifanyia. Mheshimiwa Lissu anasema ni hayo tu. Waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani